Filamu inaanza na tumbili wa kishetani ambaye alirusha mkono wake mbele ya mwanaume mmoja. Hapo hapo akawa ametokea mwanamke mwingine akajaribu kumwahi ili kwenda kuchukua mkono. Kwa bahati mbaya akawa amevunja dirisha moja la kioo na kusababisha wote wawili kuwa katika hali mbaya. Kabla mwanaume hajafariki akatamka maneno kwa mkono huo ili mkono huo usiendelee kusumbua familia yake, kisha akawa amefariki. Ule mkono ni mkono unaodaiwa kwamba ni laana ya tumbili wa kishetani. Yule tumbili wa kishetani pamoja na mkono wake wakawa wametoweka kabisa. Tukio linahamia katika kituo cha watoto yatima. Tunamfahamu binti mmoja anaitwa Amara. Huyu pia amekulia katika kituo hiki, hivyo amefika hapa kwa ajili ya kuwatia nguvu watoto hawa, kwa sababu hata yeye mwenyewe alitamani sana kuwaona wazazi wake, lakini mpaka amefikisha umri huu hakuwahi kufanyikiwa. Kwa sasa binti ni mjamzito na ana mwanaume wake, yani ni mume wake. Huyu mwanaume anaitwa Roy. Mume wake akawa amempeleka moja kwa moja katika nyumba yao mpya. Sasa hii nyumba ni kubwa sana kiasi kwamba hata huyu mwanamke mwenyewe akawa anashangaa. Mwanaume akawa amesema kwamba wao maisha yao yote watayaweka hapa. Nyumba ilikuwa ni kubwa na upande wa chini huku imejaa vitu ambavyo vilikuwa ni vya mwenye nyumba hii wa zamani. Baadaye wakawa wamepokea wageni, walikuwa ni wazazi wa mwanaume Roy. Babake Roy hazihivi kabisa na huyu kijana, akawa amewapa tu hongera ya kuwa na nyumba mpya, lakini hakuunga kabisa mkono chochote kilichokuwa kinazungumzwa hapa. Sasa mama yake Roy pia walikuwa ni kama wapatani kabisa na Amara. Ukimsikiliza vizuri huyu mwanamama ni kama anamjali sana huyu binti, lakini alikuwa anarusha vijembe. Sasa binti mwenyewe hakupendezwa sana na haya mambo, lakini inabidi avumilie tu kwa sababu hawa watu ndio wakwe zake. Sasa huyu mzee wa Roy akaamua kumchukua mke wake ili waondoke hapa. Usiku mke na mme wakiwa wanazungumza, mwanamke akamwambia mume wake kwamba hata hii nyumba ambayo wanaishi kwa sasa mpya iko mbali sana na huduma zote za muhimu. Pia akaeleza kwamba mama yako ana vijembe vingi sana ambavyo mimi sivipendi sana, vinamkosesha raha sana huyu binti. Roy akawa amemtuliza tu mke wake akisema kwamba ampe muda mama yake, pengine watakapofanikiwa kupata mtoto huyu ndiye atakayekuwa baraka ya kuwaunganisha wao pamoja na wazazi wao. Sasa Roy pamoja na baba yake hazihivi kabisa. Kwa nini? Ni kwa sababu yule baba ni baba yake wa kambo, aliishi naye kwa miaka 20, lakini mpaka hivi sasa huyu kijana hajawahi kutokea kabisa kumpenda yule mzee. Akasema kwamba tangu mama yake kuolewa na huyu mwanaume, yeye alianza kujihisi mpweke sana, mpaka hivi sasa hajawahi kabisa kukubali kumpokea yule baba kuwa kama baba yake mzazi. Amara akamfariji tu mwanamume, akamwambia kwamba kwa sasa hatakiwi kabisa kujisikia mpweke kwa sababu yeye yuko pamoja naye. Walipofika katika nyumba, Roy akiwa kwenye sofa, mara sikakalia mkono fulani hivi kama toi. Sasa baadaye kwa amepitiwa na usingizi, kalala hapo. Mke wake anamwamsha asubuhi, anamuuliza hiki ni nini? Mwanaume akasema kwamba nimekikuta kwenye sofa kule, hata sijui kimekujaje kwenye nyumba, pengine ni cha mwenye nyumba ambaye alikuwa anaishi hapa. Wao akakaa nalo tu ni kama toi. Roy akaenda kazini ili kwenda kumshawishi bosi wake mkubwa kuhusiana na mradi wake mpya, mradi wa tovuti ya habari. Bosi wake alikuwa anaitwa Mr. Harris. Akawa amekutana na binti mmoja anaitwa Ingrid. Huyu ni mtoto wa bosi mkubwa. Binti anamuelewa kinoma huyu Roy, na yeye yuko tayari kabisa kumsaidia kupushi huu mradi wake ili ukubaliwe na baba yake. Sasa Roy baada ya kukutana na bwana mkubwa Harris akamweleza kila kitu kuhusiana na mradi wake. Mr. Harris akasema kwamba mradi huu uko vizuri sana. Sasa hapa huyu mzee, unamwona huyu jamaa huko pembeni nyuma, huyu mzee, huyu jamaa anaitwa Adam, ni mtoto pia huyu mzee. Kwa huyu mzee ana watoto wawili. Kuna yule binti ambaye Roy ameonana naye hapo nje, ambaye anamuunga mkono sana katika jitihada zake hizi anazozifanya, lakini Adam hamkubali kabisa huyu mshikaji. Yani anaona kama huu mradi hauna maana aina yoyote, utawapotezea muda pamoja na pesa tu. Hivyo jamaa akawa amemshawishi mzee wake akatae kabisa hili swala. Sasa baada ya kuwa ametoka hapa nje ya ofisi, Roy akamfuata tena Adam, akaenda kumsihi ili akubali huu mchongo kwa sababu yeye ndo katia ngumu, lakini dada yake pamoja na mzee ni kama wanaeleweka kabisa kuweka pesa kwenye huu mradi, lakini Adam akawa amekataa kabisa. Na kiufupi mshikaji alikuwa hataki kabisa hata huyu Roy aendelee kufanya kazi kwenye kampuni ya baba yake. Roy akiwa njiani kurudi nyumbani, mara akamuona Adam kama anamtazama kwa jicho fulani hivi, jicho la ajabu. Sasa nyuma ya gari la Adam, Roy akawa ameona kama kuna kitu cha ajabu, hivyo ikabidi kumkimbilia. Akaona kuna kitu cha ajabu kiko katika siti ya Adam, mara moja kilikuwa kimemkata Adam kichwa chake. Hili jambo lilikuwa limemshtua sana Roy. Kumbe hii ilikuwa ni picha tu imetengenezwa, ameona mauzauza tu hapa. Sasa hem, turudi moja kwa moja katika nyumba ya Roy. Akawa amefika hapo mgeni mwanamke mmoja akajaa bandage uso mzima, akakutana na mwana mama Amara. Huyu mama akajitambulisha kwamba yeye alikuwa ni mmiliki wa hii nyumba, lakini kwa sasa hii nyumba sio mali yake. Kafika hapa anasema kwamba kuna kitu chake alikisahau ndani hapa, akasema kwamba kinataka kufanana kama mkono. Amara akawa ametambua kabisa hiki anachokiulizia alimuona mme wake jana alikuwa nacho, ni kitu
cha ajabu. Mwanamke huyu akawa amuuliza kiko wapi kitu hicho? Amara akasema kwamba mume wake alikihifadhi. Huyu mwanamama akauliza, je, kuna kitu cha ajabu au mambo ya ajabu ambayo yametokea ndani hapa? Binti akasema hapana. Basi huyu mwanamama akasema kwamba kama mume wako amehifadhi kile kitu, nitakuja kukichukua kesho asubuhi, ninakihitaji sana. Jioni hiyo Roy akawa amerudi nyumbani, ana ule mkono kaukuta kwenye siti ya gari, karudi nao nyumbani. Mwanamke baada ya kuona hili jambo akamjulisha kwamba mwenye mkono wake alikuwa amekuja hapo kwa ajili ya kuja kuchukua na amesema kesho atakuja kuchukua. Roy akiwa amechanganyikiwa akaamua kuwasha TV. Sasa kakaa kwenye TV anaona video ya ajabu kinoma. Kuna mtu mmoja kavalia kinyago fulani kama tumbili, anasema kwamba kuna mkono wa tumbili ambao unaweza kutimiza matamanio ya mtu yoyote alionao, na watu wengi sana wanatamani kuupata ili kuutumia, lakini kwa maelezo ni kwamba ombi moja linagharimu roho ya mtu. Sasa muda haya mambo yote yanaongelewa, tumbili yule wa kishetani alikuwa nyuma ya Roy, lakini Roy hakutambua kitu chochote. Sasa kwenye kutazama mkono ambao ulikuwa unazungumziwa ni mkono ule ule ambao hata yeye mwenyewe yuko nao humu ndani. Kesho yake yule mwanamama wa mkono, mama wa mabandage, akawa amefika hapa, anahitaji ule mkono. Roy akawa amemuuliza, wewe uliupata wapi? Huyu mama akasema kwamba huu mkono ulikuwa ni wa mume wangu. Roy akawa amependekeza kwamba kama itawezekana uniuzie huo mkono. Sasa wao wakati wanazungumza, mke wake Roy alienda kuutafuta ule mkono ili aje kumpatia huyo mwanamke. Huyu mwanamke akafichua kwamba huo mkono ulikuwa ni wa mume wake, lakini kwa sasa alishafariki. Hii inaonyesha kwamba huyu mwanamke ndio yule ambaye tulimuona mwanzoni mwa hii filamu, kumbe akufa kabisa. Roy akawa ameomba sana, ikiwezekana basi kama ameshindwa kumuuzia amwazimishe kwa siku chache, lakini huyu mwanamama akawa amegoma kabisa. Amara akawa amerudi hapa akasema kwamba hajui ule mkono uko wapi. Sasa wakati huyu mwanamama anatoka, anamwambia kwamba mkiupata mnirudishie. Mara akawa ameuona huo mkono uko sehemu. Roy akawa ameunyakua mara moja. Amara akawa anashangaa, akamsihi mume wake ampatie hicho kitu huyu mwanamke aondoke. Mara yule mwanamke akawa amemshambulia Roy kwa fimbo yake. Kuna nguvu za ajabu zilikuwa zimemsukuma chini, akawa amejichoma kwa kisu cha kwenye fimbo yake yeye mwenyewe na kufa hapo hapo. Mke na mume wakawa wameingiwa na hofu sana, wakaamua kuuficha ule mwili kwenye store nyuma ya nyumba, kwa sababu kuna wageni ambao watakuja hapa kwa ajili ya sherehe. Kama watauona huu mwili basi itakuwa ni kisanga kikubwa mno. Amara akawa anashangaa sana kuona Roy bado anawaza sherehe wakati kuna jambo kubwa sana kama hili limetokea ndani ya nyumba yao. Sasa yule mwanamke kabla hajafa alisema kwamba uambie huu mkono unisaidie. Amara akataka kujua yale maneno yalikuwa na maana gani. Roy akasema kwamba kuna uvumi unavuma kuhusiana na huu mkono, kwamba unaweza kutimiza matamanio ya mtu yoyote, na matamanio ambayo yanaweza kutimizwa na huu mkono ni matamanio matatu pekee. Roy akaanza kutaka kujua ukweli kuhusiana na huo mkono, wakiwa wanawaza waombe ombi gani la kwanza ili kujua kama hicho kitu kinachozungumzwa ni ukweli ama ni uongo. Mara ule mkono uko umeruka na kutoka kwenye mkono wa huyu jamaa. Sasa hili jambo likawatisha sana na kuwatia mashaka sana, hususan kwa mwanamama. Amara akamsihi mume wake ikiwezekana auondoe kabisa huu mkono, kutoa ndani kwenye hii nyumba. Roy akaamua kwenda kuufungia ndani ya boksi. Kweli katika hii nyumba shughuli ya sherehe ikaanza na walifika wageni wengi sana kwenye ile eneo. Wakati wa sherehe inaendelea na nje kuna kimvua fulani cha kuloanisha mtu kinaendelea huko nje. Amara akamuona kuna msichana mdogo anapanda upande wa juu kwenye ghorofa, ni kana kwamba anafuata kitu fulani. Amara kwa amemfuata akaenda kumuuliza, wewe wazazi wako wako wapi? Huyu binti akasema kwamba kuna kiumbe cha ajabu nimekiona kinapanda huko juu. Sasa wakiwa hapo wakasikia kuna kitu kimegonga gonga huko juu. Amara akajua pengine ni mfanyakazi wake anaitwa Oti, lakini mara Oti kafika hapo. Amara ikabidi kuambatana pamoja na Oti ili kwenda kuchunguza kule juu kuna nini. Sasa baada ya kuzunguka zunguka, mara yule mama mwenye bandage akaonekana pembeni, akaingia katika chumba kingine. Amara akaamua kwenda huko kwenda kuangalia yuko na Oti, na Oti ni mwoga balaa. Jengo zima mara umeme ulikuwa umetoweka kabisa, pakawa giza. Sasa Amara akamwagiza Oti afuate tochi ili achunguze vizuri, kwa sababu anaisikia chini ya kitanda kama kuna makelele. Alivyoingia huko chini ya kitanda akaona lile boksi ambalo lilikuwa limewekwa mkono liko chini ya kitanda. Akiwa hapo muda huo huo Oti akawa amefika na tochi hapo, lakini akaanguka tu katika mazingira ya kutatanisha. Sasa Amara akiwa huko kamuona, mara akamuona tena yule mwanamke mwenye bandage yuko hapo, akawa amemvuta kwa nguvu na kumtupa ukutani. Mara akawa amegeuka na kuwa yule kiumbe tumbili wa kishetani, kisha akawa ametoweka. Upande wa wageni walikuwa wamekwisha kuondoka kabisa kwenye nyumba, hawakuweza kuendelea kukaa kwenye giza kama hili. Mwanamke yule akawa ameonekana tena ameshika boksi lile lenye mkono wa tumbili. Amara akakimbia kwa Roy akamwambia kwamba ni lazima tuondoke hapa haraka, lakini ghafla mlango ulikuwa umejifunga wenyewe. Yule mwanamke akamwambia Roy kwamba tamaa yako imetimia, unataka nini tena kujua? Roy akawa ameuliza huo mkono
mkono ni nini hasa. Muda huo Oti alikuwa anasikiliza kila kitu kilichokuwa kinaendelea hapa. Yule mwanamke akamjibu kwamba Roy tayari amekwisha kujua kila kitu, akimaanisha Roy alishajifunza kuhusu kutumia huo mkono kupitia televisheni, video ya ajabu ambayo ilimtokea na kuanza kuiangalia. Roy akawa ameuliza tena nini hutokea baada ya ombi la tatu. Ghafla sauti ya ajabu ikaanza kusikika kwenye spika ikisema kwamba tamaa yako itatimia, lakini roho yako itakuwa nafsi yangu. Oti na yeye akasikia sauti hiyo. Roy akanyanyua lile boksi na kumshambulia yule mwanamke hapo hapo. Wote wakawa wamekimbia na kutoka nje ya nyumba. Kwenye gari, Amara anajaribu kufungua lile boksi akisema kwamba mapepo yote yaondoke, yasiendelee kuwafuatilia, na hili lilikuwa ni ombi la kwanza la Amara. Roy akampiga teke yule mwanamke ambaye alikuwa anang'ang'ana kuingia huko ndani, kisha yule mwanamke akawa ametoweka kabisa. Kutoka nje hakuna kitu chochote. Baada ya hii hali kutulia, Roy akawa amemuuliza Amara kama vipi waondoke kabisa kwenye hii nyumba usiku huu. Amara akasema kwamba anachokitaka yeye ni usalama tu. Usiku huo Amara akaamua kuchukua ule mkono wa tumbili ili kwenda kuutupa, akomeshe kabisa uovu ndani ya nyumba hii, na akaamua kufanya hili jambo mume wake akiwa amelala. Akiwa sebleni akakutana na Oti. Oti akamwambia kwamba usiende kuutupa, naomba uniazimishe mimi huu mkono kwa mara moja, ninahitaji kumtibia mama yangu mzazi ambaye anaumwa sana. Amara baada ya kubembelezwa sana na mwanamama Oti akawa amekubali na akawa amempatia huu mkono. Sasa baada tu ya Oti kuomba ombi lake ili mama yake aponye, yule pepo akawa ametokea hapo na kumshambulia Amara. Amara akaanza kutokwa na damu nyingi sana, ikabidi kukimbizwa hospitalini. Siku kadhaa mbele, Roy akawa amemrudisha mke wake nyumbani. Sasa lile tukio lililotokea la Amara kushambuliwa, mfanyakazi Oti alitoroka kabisa kwenye nyumba, hivyo Roy akalazimika kumwomba mama yake ili aje hapo kwa ajili ya kumsaidia Amara asiwe mpweke katika hizi siku chache. Sasa kulingana na lile shambulio, binti Amara alipoteza mimba, na sio tu mimba, hata uweza tena kupata mtoto. Mfuko wake wa uzazi uliharibika vibaya mno, hivyo ikabidi kuondolewa. Habari hii ilimvunja sana moyo Amara, akawa anakosa amani. Hata akiona watoto wadogo wanacheza hapa alikuwa anajisikia vibaya sana. Roy akajaribu sana kumfariji na kumwahidi kwamba kila kitu kitakuwa sawa, yeye hawezi kumwacha katika namna aina yote, lakini Amara alisisitiza kwamba ni lazima wauharibu ule mkono wa kishetani kwa sababu umeanza kuleta nuksi na mikosi kwenye hii familia. Lakini mwanaume akawa ametetea hoja zake, akasema kwamba huu mkono yawezekana ni msaada kwetu, yawezekana huu ndo msaada pekee ambao tumebakiwa nao. Amara akawa amemuonya, akamwambia kwamba yawezekana huu ni mtego wa kishetani, yawezekana huko tunakokwenda ikawa ni mbaya zaidi katika maisha yetu. Hata hivyo Roy akaamua atautumia ule mkono kwa ombi lingine ili Amara apone katika hali ambayo inamkuta, pia wapate fedha ili waishi vizuri. Anaamini kabisa yawezekana huu mkono ndio sehemu ambapo wao wanatakiwa kutoboa kimaisha, na akasema kwamba wakitimiza tu hilo ombi watauzika kabisa huu mkono milele na milele. Hili jambo lilikuwa limesababisha ugomvi kati yao wanandoa. Kwa hasira Roy akamwambia kama kweli unanipenda ni lazima ukubali nitimize ombi langu. Mwanamke akaamua kukaa kimya tu. Hii hoja imekuwa nzito sana. Kesho yake Roy akaenda kupambania mradi wake kwa mzee Harris, lakini baada ya kufika huko akakuta huyo mzee yuko kwenye kikao kimoja kizito mno. Upande wa nyumbani Amara akapokea ugeni. Ni mama yake Roy kafika hapo, yuko na wafanyakazi wengine wawili. Huyu mama akapata nafasi nzuri ya kuongea na Amara. Alimwonea huruma sana kulingana na yale yote ambayo amekwisha kuyapitia mpaka sasa. Mama yake Roy akaamua kumsimulia huyu binti maisha yake ya nyuma. Alipokuwa na mimba ya Roy, aliwahi kutamani kuitoa ile mimba kwa sababu baba yake Roy alimkataa na alikataa kuwajibika kwenye hiyo mimba. Mama huyu anasimulia kwamba kulingana na hicho kisa, hata babu yake Roy aliwahi kumfukuza nyumbani, hivyo anaelewa maumivu ambayo Amara anayapitia. Hivyo akawa anamtia moyo tu na anamwombea ikiwezekana kwa nguvu za Mwenyezi Mungu huko mbeleni huyu binti apate mtoto. Sasa upande wa mwanaume, usiku huo kabla ya kurudi nyumbani, Roy akaamua kumchukua binti wa bosi wake Ingrid. Roy akamwomba msamaha sana, anataka atimize ndoto zake. Sasa baada ya kuzungumzia mradi huu, jamaa akaanza kumshawishi huyu binti ili akubali kucheza mchezo mmoja ambao waliwahi kucheza hata utotoni huko, mchezo wa kuomba jambo na likatokea. Sasa huyu jamaa anamjaribu kumuingiza huyu binti ili binti akubali kufanya jambo ambalo yeye analihitaji kulifanya. Hivyo akamwambia kwamba ninaomba tucheze mchezo ambao wewe utaomba jambo kuhusiana na maisha yangu yatokee na yatatokea kweli, lakini ni unatakiwa kushika mkono kwenye huu mkono wa tumbili. Sasa binti baada ya kuona haya mambo ameanza kuaje, binti akawa amekataa. Sasa mshikaji Roy akahisi kabisa pengine huyu binti anaogopa kufanya hili jambo kwa sababu tuko eneo la wazi, hivyo akaenda mpaka kwenye gari akaanza kumsii binti afanye hivi, lakini
binti akawa amekataa kabisa. Sasa wakati binti anataka kutoka kwenye gari, Roy akawa amemvuta huyu binti kwa nguvu, anamuhitaji atoe ombi lake kuhusiana na yeye Roy akiwa ameshika huo mkono. Binti akawa amegoma kabisa kutekeleza hilo jambo, na binti baada ya kuwa ameingiwa na hofu, anaona kama kashikiliwa, akaamua kupiga kelele kuomba msaada, akapiga honi. Roy akawa ameogopa sana, hivyo akawa ametoka nje. Roy baada ya kurudi nyumbani akaweka funguo mezani na kwenda kuzungumza na mama yake. Sasa muda huo huo Amara akawa ametoka kimya kimya, akachukua funguo na akawa ametoka nje, kisha akawa amerudi ndani. Hakuna mtu yoyote aliyeona hiyo. Lakini sasa baada ya muda mfupi tu Roy alipokuwa anaendelea kuzungumza na mama yake, mara ghafla Amara akawa amepiga kelele. Roy ikabidi kukimbia kwenda kumwangalia na kwenda kumtuliza mke wake. Amara akasema kwamba ameota ndoto mbaya tu, hivyo hakusema kabisa kitu chochote ambacho kimetokea hapo. Mama yake Roy akawatuliza tu, akasema kwamba yeye anahitajika kurudi nyumbani. Amewaachia wasaidizi wawili, wao wataendelea kubaki hapa pamoja na Amara mpaka atakapopona kabisa. Wanahisi kabisa pengine binti anapitia msongo mkubwa sana wa mawazo, ndiyo sababu ambayo inampelekea kuweweseka baada ya kuwa amepoteza mtoto wake. Roy na mama yake wakiwa wametoka chumbani hapo, ghafla Amara akaanza kutapika, ana kichefuchefu kikubwa mno, yani inaonekana kama binti Asubuhi yake Roy akaenda kazini. Baada ya kufika tu hapo, kafika mapokezi, akapokelewa na barua, amefukuzwa kazi. Kurudi kwenye gari lake akakutana na Adamu, mtoto wa bosi wake, yuko na vijana wake wa kazi. Roy akaomba msamaha kuhusiana na kile kilichotokea kwa mdogo wake Adamu, lakini Adamu akaruhusu watu wake wamdunde huyu jamaa, awe na heshima juu ya mtoto wa kike. Upande wa Amara akaenda hospitalini kwenda kufanya check up. Daktari akawa amempa majibu, akampa hongera kwamba binti kwa sasa ni mjamzito. Limewezekanaje hili jambo? Hata dokta mwenyewe akawa shangaa, akampa hongera yake tu. Usiku huo Roy amepoteza kazi. Sasa Roy akaanza kuhisi kabisa pengine ule mkono umeanza kumtia nuksi kwenye maisha yake. Anataka kabisa kwenda kuutupa huu mkono mbali, yani anataka kutekeleza kama jinsi ambavyo mke wake alivyokuwa anataka mwanzoni, na kwa sasa na yeye anataka kufanya hivyo hivyo. Hana haja kabisa na huo mkono. Binti akamtia moyo tu mume wake. Sasa wakati huo wanapiga story, binti akaanza kujisikia vibaya, akawa ametoka hapo na kwenda kutapika chooni huko. Sasa akiwa huko, mwanaume bana kwenye kubeba begi la mwanamke akawa ameona kuna kitu kimoja hivi. Sasa mtu achane na hiki. Kule binti akiwa chooni anasikia tumbo lake linamuuma, mimba hiyo. Kutazama tumbo, anaona sura ya tumbili wa kishetani kwenye tumbo lake. Hili jambo likaanza kumtia mashaka sana huyu binti. Aliporudi kwa mume wake, moja kwa moja akarudi nyumbani. Utaratibu ukawa ni mmoja tu, mwanamke kwa sasa na yeye tena anahitaji kwenda kuutupa ule mkono. Sasa wakiwa hapo, mwanaume hana amani kabisa, ana makasiriko yake tu, azungumzi kitu chochote. Ni kwa nini? Ni kwa sababu mwanamke alipokuwa bafuni alishika mkoba wa mke wake na akawa amegundua kwamba mke wake ni mjamzito. Aliona vipimo. Mwanamke kafika hapa akakutana na maswali makali. Huyu mwanamke ana mimba, hii mimba kaitoa wapi? Na yeye huo uwezo hana. Mwanaume akahisi kabisa pengine mke wake alitumia ule mkono wa kishetani kwa ajili ya kuomba kupata ujauzito mwingine. Amara akawa amekubali kwamba alikuwa na msongo mkubwa sana wa mawazo, ndio sababu ambao yeye aliamua kufanya ombi moja tu katika ule mkono kwa ajili ya kupata mimba tena. Binti sasa kwenye kuzungumza haya mambo yote hakujua kabisa hili ombi ni la ngapi. Mwanaume akawa ameuliza ule mkono, anataka kujua mke wake amekwisha kufanya maombi mangapi. Mkono ukaonyesha kwamba mwanamke jumla amekwisha kufanya maombi mawili. Sasa wakiwa hapo, mara projekta iko imewaka yenyewe. Kwenye video Amara akaanza kuona amelala karibu na ule mkono wa kishetani. Sasa hii video ni ya siku ile ambapo Amara alitoka kwa sirisiri, akachukua ufunguo, akaenda nje na akarudi ndani kimya kimya, akikisha akalala. Kumbe hiyo ndio siku ambapo Amara alitoka akaenda kuchukua ule mkono wa kishetani, akaenda kuomba apate mimba, kisha kwa amerudi kulala. Sasa hii video wanaoiangalia wanaona kwamba binti alivyokuwa amelala karibu na ule mkono, muda mfupi baadaye tumbili wa kishetani alikuwa ametokea hapo. Tumbili baada ya kufika hapo tu akapiga kilimo mdondoko. Kwa hiyo mimba alionayo Amara ni mimba ya tumbili na sio ya mume wake, ni mimba ya kishetani. Hili jambo lilimuumiza sana mume wake. Mara binti muda huo akawa amempiga na kitu kizito mume wake, akawa amekimbia kwenda kujifungia ndani huko. Sasa binti nikana kwamba anahitaji kuomba ombi jingine, ombi la tatu, lakini tumbili wa kishetani alikuwa ametokea hapo na binti akatupa ule mkono chini. Sasa kwa bahati mbaya au bahati nzuri, mume wake alikuwa amefika hapo na akawa ameuchukua mkono. Sasa mwanaume anamhitaji mwanamke wake kuto kufanya kitu chochote cha ajabu, kitu chochote kibaya. Anachoshangaa ni kwa nini mwanamke huyu amekuwa na maamuzi ya ajabu. Mwanaume alikuwa yuko tayari kuendelea kumlea huyu binti licha ya kwamba ana mimba hiyo ya kiumbe cha ajabu. Mwanamke anamuuliza, unaweza vipi kulea mimba ya kiumbe cha ajabu kama hiki, kiumbe cha kishetani? Lakini Roy alikuwa yuko tayari kabisa, kwa sababu ndo mwanamke pekee alikuwa anampenda katika maisha yake. Binti alitamani kufanya kitu cha ajabu zaidi. Msimamo wake ukamfanya Roy kukumbuka
akakumbuka maisha yake ya nyuma, maisha ya manyanyaso tangu utotoni, akakumbuka kazini mambo yaliyomkuta, anakumbuka tena mke wake kitu alichokifanya. Jamaa akaanza kuona kabisa hajawahi kupendwa na mtu yoyote kwenye haya maisha. Kwa maumivu hayo, Roy akaamua kufanya ombi lake la tatu na la mwisho kwenye ule mkono. Akasema kwamba ninatamani kila mtu anipende kwenye maisha yangu. Akawa amemchukua mke wake ili waondoke hapo waendelee na maisha yao kama kawaida. Amara akakasirika sana kwa sababu amemsikia Roy akiwa naomba kwamba anahitaji kila mtu kumpenda kwenye maisha haya, na wakati yeye alikuwa anampenda sana mme wake kuliko maisha yake yeye mwenyewe. Mwanamke huyu akaamua kuliko kwenda kuishi na mme wake azae mtoto wa kishetani na alelewe na mme ambaye tayari yuko tayari kumlea. Mwanamke huyu akaamua kujiua yeye mwenyewe kwenye mazishi ya mke wake. Kweli bana, hata watu ambao walionyesha hawampendi Roy wakafika hapo kumpa pole. Ot pia alifika hapo akiwa na mama yake, kapona kabisa, ni mzima wa afya. Baada haya yote, binti wa bosi wa Roy alikuwa karibu sana na Roy, alimtia moyo na kumfanya asijisikie mpweke, akieleza kwamba anaendelea kupambania. Yeye kwa sasa yuko tayari kabisa kucheza hata mchezo ambao Roy alikuwa anatamani sana kucheza pamoja naye. Akasema kwamba baba yake amekubali na anatamani sana Roy arudi kazini tena. Hii inaonyesha kwamba lile ombi ambalo aliliomba Roy kuhusiana na watu wote ambao walikuwa wampende ni kama kitu kimejipa. Sasa Ingrid anatamani sana kumsaidia Roy kwa kila kitu. Filamu hii inaishia hapa. Subscribe, like, comment.